Hujambo mtazamaji wa JN TV. Ni siku nzuri kabisa na ni wakati mzuri kabisa ambao bila shaka ni natumaini kwamba umeamka salama kabisa, ikiwa leo ni siku ya Jumanne ya Mei 12 mwaka 2026. Tumekutana tena kuja kujadili masuala mbalimbali ya kijamii, siasa, michezo, hali kadhalika na hata burudani. Hiki ni kipindi chako bora kabisa, kipindi kizuri cha Mbiu Asubuhi, ambacho kimekuwa na mchanganyiko wa vitu mbalimbali kede wa kede. Kwenye Vyua na Viwili tunajadili masuala ya magazeti, lakini pia tunapata fursa ya kwenda kuangazia taarifa zilizojiri kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, na hapo ni kwenye paparazi. Lakini hali kadhalika tunakwenda kuangazia taarifa za kimichezo kunako JN Sports, bila kusahau leo katika historia, sehemu ambayo huwa tunapata fursa ya kupata elimu, ujuzi na maarifa mbalimbali kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yalitokea miaka kadhaa ambayo imepita. Mimi ni Imam Shughuli Mali, nipo na Andrew Nehemia ambayo nitakwenda kuongozana naye kwenye jahazi hili kwa dakika zote hizi ambazo tunang'oa nanga hivi sasa, ambapo kama ilivyo ada unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook, X zamani kwa sasa lakini zamani Twitter, lakini pia YouTube, hali kadhalika kokote tunapatikana kama JN TV Tanzania. Lakini pia kupitia Twitch pia unaweza kufuatilia vipindi vyetu murua kabisa. Lakini pia mtazamaji, wewe ni sehemu ya kipindi hiki, kwa hiyo unayo fursa ya kushiriki nasi vilivyo kabisa kupitia nambari ya simu ya 0629 59 65. Bwana Andrew Nehemia, bila shaka ni natumai kwamba uko vizuri. Mungu ni mwema. Kwa namna ambavyo ninakuona bila shaka natumai uko vizuri kabisa. Mimi niko vyema, Mungu anasaidia, nimeamka salama. Ndio. Leo ni siku ya Jumanne. Yes, Jumanne. Nakimbia kweli. Lakini sisi kazi inaendelea. Na familia ipo vizuri. Yes. Napouliza familia nadhani unanielewa. Asilimia 100. Asilimia 100 hiyo. Au unaendelea kuvuta subira? Yaani hiyo nakuelewa. Si familia zipo? Ndio. Yaani zile familia lazima ziwepo familia. Ndio. Kwa hiyo familia zipo. Sio ipo. Sasa yaani maana yake zipo ile wazazi, alafu kuna familia. Ndio. Ya kwangu mimi. Sawa. Basi vizuri. Bana, leo kuna vitu vingi sana ambavyo vimejiri na lakini kwanza niseme kwamba nichutame. Niombe radhi kwa mtazamaji ambaye jana Jumatatu bila shaka hakubahatika kupata madini kutoka kwenye JNTV. Yes. Kutokana na sababu ambazo tunasema zipo nje ya uwezo wetu. Lakini leo Mwenyezi Mungu ametubariki na tumekuwa ndani ya uwezo. Tumepata fursa ya kuja kumpatia yale madini. Kwa hiyo kwa niaba ya watu wote ambao kila siku wamekuwa wakishiriki kutoa haya madini, basi mimi niombe radhi kwa mtazamaji wa JNTV kwa siku ya jana kuifanya pengine siku yake kama imeyumba kiasi hivi. Lakini tunamshukuru Mungu, leo natumai atakuwa amerejea vizuri kabisa. Wanasema lazima masuala kimpango yakae kimpango. Ndio. Msipoweka mipango vizuri amtaharibu. Kwa hiyo mtazamaji atoe radhi. Ndio. Mipango ilikuwa inafanyika kwa mipango. Ndio. Na sasa siku ya leo mipango imekuwa ni mipango. Ndio. Na sisi tumekuja na mpango. Tumpe vitu ambavyo vimekaa kwenye mipango. Mimi nitakuja kukupatia kitu kimoja ambacho nimekutana nacho leo kidogo, ambacho kidogo kama kinafundisha, lakini usiombe ya kukute. Bwana mtazamaji wa JNTV, huyu ni Andrew Nehemia ambaye nitaongozana naye sanjari kabisa masambamba mwanzo mpaka mwisho, na pasina kupoteza wakati twende tukaangazie kile ambacho kimejiri kwenye magazeti ya Tanzania asubuhi ya leo. Yameandika kitu gani hasa? Na moja kwa moja tuanze na gazeti la Mwananchi ambalo lenyewe limeandika habari kubwa kabisa ikisema Jaji Warioba TLS
wataja dawa ya kuliponya taifa. Taifa lina maradhi. Kuna sintofahamu. Kwa hiyo kuna dawa imepatikana ya kuliponya taifa. Dawa gani? Hapa ni kwenye ukurasa wa 4 ndio kuna dawa inapatikana. Dawa ipo kwenye gazeti la Mwananchi. Tutaifuata hiyo dawa. Lakini pia kitita cha shilingi 150,000 bima ya afya kwa wote mbioni. Unajua afya ni mtaji. Na kama afya ni mtaji, lazima utunze, uhakikishe kwamba mtaji upo ili uweze kupata sasa maendeleo. Hakuna mtaji, maendeleo ni kizungumkuti. Unajua kama hauna afya huwezi ukafanya chochote. Ni ngumu. Yaani sisi wenyewe hapo tungekuwa kama ni afya ni mgogoro, ndio hatujapata chai, ndio unajua lazima afya na msosi viendane. Hivi wanasema Gen Z wanakuambia ni hivi. Kwa hiyo lazima vitu vizingatie. Lakini anasema dhahabu tumaini jipya Tanzania kulinda uchumi. Dhahabu ni tumaini jipya Tanzania kulinda uchumi. Kwenye ukurasa wa 20 wa gazeti la Mwananchi, mtazamaji wa JNTV, unaweza ukapata habari hiyo kwa undani kabisa. Kwa namna gani dhahabu ni tumaini jipya kulinda uchumi, masuala ya kiuchumi. Hilo ni gazeti la Mwananchi. Lakini kuna taarifa nyingine, anasema mamlaka na Zigo kuchukua hatua kudhibiti kelele kwenye masoko. Muziki au ile. Umeshawahi kufika Karume? Umeshawahi kufika Kariakoo? Na ukiwa Tabora kuna sehemu moja inaitwa Toronto. Hapa wanapita Toronto, ni Toronto kweli pale kwa mbunge wetu, mzee wetu. Ndio. Sasa ukifika Toronto, kelele kama hizo lazima utasikia. Saa 3 maharage 2000, vocha 400, mpya. Sasa mzigo mpya. Mamlaka zinasema kwamba hizi ni kelele kwa sababu si matangazo ambayo yapo kwenye mfumo unaotakiwa kabisa. Kwa maana ukifika pale ni vurumai. Ukiingia kama masoko ya Kariakoo pale, ndio mafuta 500, ndizi sijui zimefanyaje, huku mwingine na unasikia bei mpya bei imeshuka. Hilo ni gazeti la Mwananchi. Lakini gazeti la Habari Leo lenyewe linaandika sekta ya afya kimkakati. Sekta ya afya kimkakati. Hilo ni gazeti la Habari Leo. Lakini Muhimbili yapandikiza mimba wanawake 18. Mimba wanawake 18. Kwa hiyo hapo tuna watoto 18 wameongezeka. Watu kwenye zile milioni 60 za Tanzania. Ndio. Ukijumlisha wanaongezeka wengine milioni 60. Hesabu ya kujumlisha haraka hapo hapo tukiongeza watoto ngapi? 18. Ndio. Hapo tuna kama milioni 60 na 18. Milioni 60 na 18. Lakini pengine huwezi jua, pengine hao 18 wote ni Mungu akawabariki akawa mapacha. Basi tukiongeza mapacha kama wazazi 4, ndio wazee mapacha tutakuwa ni 8. Ndio. Kwa hiyo tukiongeza na wale 18, ndio moja kwa moja hapa hesabu inakuja ngapi? 20 na ngapi? Milioni 60 na 26. Milioni 60 na 26. Watu wengi sana. Tumeongeza. Sisi kama taifa. Lakini wagombea 17 kushindana uchaguzi mdogo Ismai. Ismai. Ambapo kuna mtu mmoja aliliwa kichwa pale. Mmoja wa wafanyabiashara mkubwa. Aliliwa kichwa pale. Na alikuwa wanategemea kwamba angepita pale, huenda mambo yangenyoka hivi. Sasa imekuwaje afu mtu ana hela nini? Ila umemlamba. Unajua uongozi sio hela. Uongozi ni nguvu ya kimamlaka.
una nguvu ya kimamlaka. Basi. Na nguvu ya kimamlaka si uwezo wa kutawala watu kwa mabavu au la, lakini nguvu ya kimamlaka inayozungumziwa ni weledi wa uongozi. Pengine wajumbe, ndugu wajumbe, waliona kwamba huyu hatufai. Basi wajumbe hawana baya kabisa. TRA yataja changamoto 3 ukusanyaji mapato Afrika. Sawa. Lakini Tanzania kushirikiana na IFAD kuboresha kilimo mifugo. Sawa. Ajali nyingine ya basi lori yaua Iringa. Kwenye milima ile Iringa kule. Na hizi ajali zimekuwa nyingi sana. Sasa mpaka wakati mwingine najiuliza ni uzembe wa madereva sahihi, miundombinu haimekaaje, au elimu inayotolewa kwa madereva haitoshelezi. Hatari sana, kwa sababu huenda wana elimu lakini wanazembea, au tunaweza kuwalaumu kumbe elimu wanayopewa haitoshelezi au miundombinu wanayotumia. Ila unajua nikwambie, ndio yawezekana hapo. Unajua kwenye ajali kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea. Huwezi jua labda dereva ndio kwenye masuala ya kisaikolojia ukoje. Ndio yeye dereva alikuwa anaendesha kweli, dereva na anaendesha gari, lakini huko nyumbani huko ni mtiti. Umeona? Ndio anawaza maisha yalivyo magumu, watoto ajua anakula nini. Ndio bado pia kuna masuala ya kiufundi. Ndio zile gari zinatumika, je, kwenye ile milima pale breki ziko vizuri? Inawezekana maybe zimefeli. Ndio kwenye mteremko, basi changamoto inatokea. Ipo haja ya kufanya research kuhakikisha kila kitu kinakuwa, na kama kuna madereva wanaendesha ikiwa wamekunywa, wameshapiga sungura zile, waache. Au mambo yetu yale yanasababisha yale mambo nayo sijua tena. Haya yale hatari. Lakini gazeti hilo la Habari Leo kwenye ukurasa wa nyuma ambako habari za michezo zinaandikwa, anasema jumba la dhahabu la iponza Yanga. Jumba la dhahabu la iponza Yanga. Gazeti gani hilo? Gazeti la Habari Leo. Huyu mwandishi wa gazeti hili tukamtafuta akatueleza jumba la dhahabu ndio lipo wapi, akatuelekeza tulijue. Unajua hata sisi tunazitamani hizo dhahabu. Sasa kama jumba ni la dhahabu limewaponza, kwa nini waponze? Kamata nakala yako na usome kwa undani kabisa. Lakini zaidi Samia aipongeza Tanzanite, ataka maandalizi bora. Bwana, sisi pia tunapigia makofi. Kwanza wamefanya jambo zuri sana. Tanzanite sisi tunawapongeza. Ndio. Kufuzu unajua sio mchezo. Sio kufuzu. Kombe la dunia. Yaani wamefuzu afu kombe la dunia. I say. Na mara nyingi timu za wanawake huwa hazituangushi kwa kweli. Tanzanite sisi tunakubali sana. Wanafanya vizuri timu za wanawake kiukweli. Safi. Saluti. Tena ingewezekana ni vile tu hizi timu za taifa hawakubali kusajili. Kulikuwa na sheria kwamba kwenye timu za taifa ndio wasajili. Ndio. Ningewaambia bodi ambayo inahusika na michezo ya wanawake ndio waende pale Simba, ndio watafute hata wawili, waende pale Yanga Princess, ndio wanichukulie watu wangu wawili pale ambao nawaona, kuna beki moja na striker refu pia, ndio naweza nikafanya maajabu. Waende pale JKT pale, ndio hatari sasa pale, wanichukulia hata wanne. Sasa hivyo hapo tuna ngapi? 4 2 6 au 6 7 na tuna 8. Ndio tufanye first 11 tu tuchukue kimataifa. Kwani wewe unasema hairuhusi kusajili timu ya taifa? Wewe hujasikia kwamba kuna chama anataka kupewa uraia? Sasa kuna pale ni uraia.
Raia kipewa fresh. Sasa kwenda kusajili tuwatafute wale wadada wa kazi. Ndio. Timu yetu ya taifa ya Tanzanite. Ingekuwa hivi. Hii timu inatupeperusha sana. Alafu wanaenda kule Ken God kule. Lakini Makonda ashiriki utiaji saini azimio AFCON 2027. Tunasubiri. Bwana, umejipangaje kwanza? Mimi nimejipanga vizuri, lakini mimi kama mtafiti pia ndio nikawa najiuliza kama AFCON ni 2027 ndio, lakini bado naona miundombinu inasuasua, ndio hususan kwenye masuala ya barabara, ndio wageni wengi watakuja. Ndio hizi barabara hizi ukiwa upo kwenye usafiri wako, ndio au umepanda iwe ni bajaji sijui nini, ndio utasindikizwa na vumbi. Sasa najiuliza, je, wageni itakuwaje? Unajua wenzetu wao wazungu labda akija vumbi vumbi kwao sio kama sisi. Ndio sisi tunahimili sana hii mikiki ya vumbi mpaka mafua je ya kukamata vumbi limeshajaa, naona unasemea kutokea mafua yenyewe yanaogopa. Kwa hiyo yani swala zima ni swala miundombinu. Ndio barabara hizi zinafikia kwenye uwanja, lakini pia mimi ningependa au sijafuatilia ndugu yangu pale kwenye uwanja wa Benjamin. Ndio labda sasa hivi miundombinu ikoje? Au tukianzisha mradi wa kujenga reli za kupita mitaani, si tunakamilisha hadi 2027? Hatuwezi, ngumu. Flyover sijui, kwa sababu kama barabara tu zenyewe zinachukua miaka na miaka. Flyover tungeweza kuweka pengine hata maeneo ya uwanjani tu pale, yani kwenye vile viplefti pale tunaweka sahi. Unajua, kwa ushauri wetu kuelekea AFCON tungewashauri ndio viongozi na serikali kwa ujumla kwamba bwana, sehemu ya junction ndio waweke angalau nini flyover hizo, ili sasa kuondoa nini ile adha ya jam, traffic jam. Lakini gazeti la Nipashe linaandika kwamba Chadema yalitega jeshi la polisi. Kuna mtego wameweka. Inawezekana mtego wa sasa, sijui wanataka kumnasa nani na wakishamnasa wafanyaje? Na jeshi la polisi limetegwa. Chadema hatari. Ripoti ya Jaji Chande, Mwabukusi aibuka na kasoro 30 tayari tena. Huyo ni miongoni mwa wanasheria wakubwa wa nchi hii. Na jana nimeona nilikuwa nasoma pale kwamba ile report ndio haikueleza athari za kuzimika kwa mtandao. Kwa nini watu walikuwa offline nje ya mtandao? Haya. Lakini gazeti hilo la Nipashe linatupasha kwamba Jaji Warioba aeleza magumu anayopitia. Jaji Warioba. Magumu yapi? Magumu yanaelezwa kwenye ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe. Tutapitia. Ndio tutapitia na mtazamaji akapitie. Yes. Lakini habari nyingine inaandikwa house girl adaiwa kumnyonga mtoto, amtundika kwenye kamba ya kuanikia nguo. House girl adaiwa kumnyonga mtoto, amtundika kwenye kamba ya kuanikia nguo. Na bwana, unajua ndio hizi matatizo kama haya ya wadada wa nyumbani wale, ndio house girl kufanya matukio makubwa kama haya, kuna sababu za chini nyingi sana. Either anateswa ndio na mama mwenye nyumba. Unajua baba hatuna shida sisi, ndio kwa baba shida hamna. Sio kama unajivutia ngoma kwako. Najua labda kuna baba wengine kabisa hawajiheshimu, ndio ataanza kuanza mahusiano na house girl wake. Wapo kabisa tunajua. Ndio. Lakini mpaka ukiona house girl amefikia time ya kumnyonga mwanao au ya kumpa sumu, ujue kuna shida kubwa.
ipo, either anateswa ndio au halipwi mshahara. Umeona? Lakini huyu house girl hakuona kituo cha polisi. Wengine unakuta ni sana sana house girl wengi unakuta ni vijijini huko. Sasa ile mentality ya kusema kwamba mimi natezwa, ngoja nikaone, nikaripoti kwa polisi, anaona ni ugumu sana. Kwanza anaogopa polisi kwanza. Majirani, pengine watu wa karibu. Sio kwenye hizi nyumba za matajiri. Ndio. Sasa fence hizi. Watu wanakaa kwenye fence, hamna kutoka kwenye fence. Ndio. So ataenda kuripoti kivipi? Usikute anapigwa au usikute anapigwa na lakini hatumtetei. Hii ni tabia mbaya. Alichokifanya ni kibaya na cha hovyo. Kibaya sana. House girl, popote pale ulipo unaotazama, ndio achana hiyo tabia. Tunamkanya. Lakini hata we mama mwenye nyumba na baba mwenye nyumba, ndio kama unamtesa house girl, ndio vizuri kumwambia afanyeje, aondoke. Wajibu, kila mtu abebe wajibu wake wa kwake. House girl atimize wajibu wake, baba mwenye nyumba atimize wajibu wake, mama mwenye nyumba atimize wajibu wake. Full stop. Na mimi nitaongea zaidi na baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba ulimleta house girl kwa lengo la kung'arisha vyombo, kwa lengo la kung'arisha tiles nyumbani, yes, kwa lengo la kung'arisha sink chooni na bafuni kung'ae, si ndio? Yes. Sasa kwa nini unafanya substitution? Sasa kuja hapo kwenye sub hapo, yawezekana yule namba 1 ndio anaanza kwenye kikosi cha kwanza, hafanyi yanayopaswa. Sijui na hapo, sijui umeelewa? Nimeelewa, lakini sijakubali. Tuendelee. Hilo ni gazeti la Nipashe. Ni habari ya kusikitisha hiyo, ambayo kimsingi si mambo ambayo ya kufumbiwa macho na tunayakanya, yani hatupendi kabisa yajirudie. Lakini gazeti la Majira linaandika kwamba ni bajeti ya kuimarisha huduma za afya nchini. Huduma za afya zimekuwa kipaumbele. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu, Rais Ifad wajadili kilimo. Unajua faida nyingine hapa inaweza kupatikana. Waziri Mwigulu kabla ya kuwa waziri mkuu alikuwa ni waziri wa kilimo. Kwa hiyo mbali na kutekeleza majukumu yake ya kusimamia wizara zingine, hapa kuna faida pia anaweza akaiongeza pia. Lakini pia kwenye yote kuna taarifa nimesoma ya afya. Yaani kama waziri ndio dhamana akasema kwamba watu mkajitokeze kupima, stress zimekuwa ni nyingi. Nilivyosoma ile kichwa cha habari kacheka sana, akasema kweli sio mchezo. Akasema watu mjitokeze kupima. Ndio. Yaani siku hizi stress zimekuwa nyingi. Na mtazamaji, kapime. Siku hizi stress zimekuwa ni nyingi. Kuna stress za maisha, stress sijui za nini, stress za mapenzi kama kijana wangu hapa. Kama mimi? Yaani watu wakapima kwa sababu stress zimekuwa ni nyingi. Ndio. Hata za kimapenzi. Ila mimi sina. Mimi najua hao. Mimi sina stress. Kwa sababu mimi namba 1 yule. Nisiongee mengi. Ila kikubwa zaidi kapime. Ndio. Yes, kapime. Afya. Sawa, gazeti la Majira limeendelea kwa kuandika kwamba Kapinga ataka dawati la kusaidia wauzaji bidhaa China. Safi sana. Masuala ya kiuchumi. Masuala ya Ankara. Lakini Profesa Shemdoe atoa maelekezo kwa TARURA. Good. Sawa, lakini MSD kuendelea kununua bidhaa za afya na wazalishaji wa ndani. Sawa? Hofu yaongezeka mlango wa Hormuz. Bado mambo hayajakaa sawa. Bado mambo ni mabaya. Mambo ni magumu. Hivyo mgogoro tutakuja kuisha lini? Mwenyezi Mungu tunasema aingilie kati. Kabisa. Imebaki tu sehemu ya Mungu kwa sababu wanadamu
wengine wanajitahidi, viongozi wa dini wanajitahidi, lakini bado kabisa, bado kiukweli naweza kusema ni kama tumeshindwa. Lakini gazeti la Majira upande ukurasa wa nyuma kabisa, ambako habari za michezo zinaandikwa, anasema Rais Samia aipongeza Tanzanite kufuzu kombe la dunia. Sawa, na sisi tunawapongeza, tunazidi kuwapongeza. Yaani napiga tena makofi. Tunawapongeza Tanzanite, mkatuwakilishe vyema, kwa sababu bado tuna wasiwasi hata AFCON. Ndio. Kwa timu ya wanaume. Tuna wasiwasi. Na wakati huo timu ya wanawake imefuzu mashindano haya kwa mwaka 2026. WAFCON yanaitwa. Ya WAFCON. Yes. Subiri timu ya taifa ya wanaume kwenye AFCON, msituaibishe. Pambaneni. Mimi nimeshaandaa viboko vizuri. Yani pambaneni sana. Atakayeleta mzaha tuweze kuvuka. Yes. Sawa? Rungu la TFF la washukia Yanga meneja wake. Meneja. Kwa Yanga rungu la TFF. Yani kwenye kisogo au baluza Yanga. Hivi umeshawahi kupigwa rungu sehemu ya kwenye miguu hapa au sehemu ya hapa? Usikie ule utamu wake. Bado. Unajua kuna maumivu afu na utamu wa kupigwa rungu. Sasa kuna kitu kingine kwenye hili rungu hili. Kuna bwana mmoja alionekana anapita wakati wa mapumziko na chupa ya maji. Ile chupa ya maji yalikuwa hayawezi kutulia ndani. Yanarukaruka. Acha utani. Maji yanadondoka kwenye nyasi. Yaani maji yanaruka hivi. Yenyewe tu yanarukaruka. Sawa? Kwa mujibu wa Ali Kamwe, alipokuwa anafanyiwa mahojiano na chombo kimoja cha habari, akasema kwamba yule aliyekuwa ameshika chupa ya maji, chupa ilikuwa imetoboka. Kumbe. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuyazuia maji yasidondoke, ndio yakawa yanaruka. Kwa alipofika golini akaongezeka ile kasi ya kuruka, yakamwagika yote. Kwa hiyo yani chupa ilikuwa imetoboka. Na sio kwamba yeye alifungua akawa na mwaga yale maji. Sawa? Swali inakuja. Chupa lilitobolewa na nini? Ajali tu. Yaani hizo ni ajali tu. Utajadili vingi lakini hizo ni ajali. Yaani ajali. Si ndio? Ajali. Lakini gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru linaandika mageuzi makubwa. Yaani habari kubwa kabisa imeandika pale. Lakini kaendelea kwa kusema Rais Samia amewezesha Tanzania kupiga hatua katika sekta ya afya barani Afrika. Miongoni mwa mafanikio ni ongezeko la vituo vya afya 10,100 kutoka 10,150. Ndio. Sawa? Nikukopeshe hapa. Nikiweka masala vizuri murwa. Haya bwana, sawa. Gazeti la Uhuru likiwa limeandika namna hiyo hapo. Sawa, vyema. Mwigulu sema Tanzania IFID kushirikiana. Bwana, mambo yanazidi kuwa ni mazuri. Lakini TFF Uhuru katika kurasa wa Juma yatia agizo la Rais Samia ni lipi? Kamata nakala yako uweze kusoma kiundani zaidi. Nyundo bodi ya ligi yatua Yanga. Tumesikia hiyo taarifa kwamba mambo yakoje. Uweze kuzidi kusoma ufahamu vyema. Si kipigo cha Prisons ni ipi katika ukurasa wa 23. Taarifa za kimichezo. Kigogo ZFF toa neno. Tanzanite Queens. Tanzanite Queens wafanya balaa kubwa. Bwana, sawa. Majira
Lazima kuandika ndugu yangu. Majira bado inazidi kujitanabaisha. Bwana, nimerejea. Kuna masala kidogo yaliyumba hivi, lakini ya kiufundi. Sawa. Lakini kwa sababu tuna engineer mtaalamu Aram akasema bwana, akacheza kama Pele. Mambo yamekaa murua. Yes. Gazeti la Mwanahabari linaandika Rais Samia kushuhudia uapisho wa Rais Museveni Uganda. Safi, ujirani mwema. Ushirikiano mzuri wa Afrika Mashariki. Madi wa EACOP Tanga wafikia 35%. Sasa madi au mradi? Usikana pia mradi. Huenda mwandishi kidogo ni mradi. Kidogo itakuwa ni mradi wa EACOP. Sawa. Tanga wafikia 85%. Tunasubiri watu wa Tanga. Ni wa kuokoa Hoima Uganda hadi Chogo Leani. Management ya Wizara ya Nishati yapokea taarifa ya utekelezaji. Good. Waziri wa Fedha aiagiza NBA kuandaa wataalamu. Vyema. Wananchi wengi hawajui pa kwenda kupata haki zao za kisheria, ambao kuna sema lile kwa house girl. Kwa house girl pale. Ndio. Watu hawajui kwamba bwana mimi bwana Shughuli Mali amenitukana. Unajua mtu kutukana pia ni kosa kubwa. Wewe umenitukana, mimi nimejinyamazia kimya kabisa. Nikasema mimi ngoja niende kwenye vyombo husika. Kwa bwana Shughuli Mali amenitukana. Haya. Ndio. Sheria zinasemaje? Kifungu na mangapi kumtukana mtu? Labda unakula kifungo wiki 3. Ndio. Na faini ya 300,000. Nani kwa kutukana tena? Sikizi mtu kalewa zake tu. Ila tukileta hiyo sheria, serikali itapata pesa nyingi sana kila siku kabisa ya kutoza faini. Sasa kwa mtu anayetukana. Sasa kwa nini kutukana sasa? Yaani ukienda maeneo ya sokoni yale, utakusanya pesa nyingi sana. Wewe umetukana twende. Twende. Yaani hivyo tu. Sasa gazeti la Mwanahabari ukurasa wa nyuma ambako habari za michezo zinapatikana, mkataba mpya wa chama Simba uko tayari. Hilo ndani ya Gen Sport. Kwani baada ya bao la dunia yawezekana. Mjanja na akishana ni hivi. Lakini yule ni maestro bwana. Mimi nipo. Ndio mjumbe. Yanga yapigwa faini, meneja afungiwa. Kwisha. Yaani meneja wewe ndio unatakiwa kuhakikisha kila kitu pale kinakwenda vizuri. Usiharibu utaratibu meneja. Jamhuri Morogoro uko tayari kwa ligi kuu. Umeshakaa vizuri. Uwanja wa Jamhuri Morogoro. Yes, taarifa imetoka hiyo ni nzuri sana. Lakini utakuja kusikia mara baada ya mechi moja tu pop unafungiwa tena. Mayele aipa taji lingine ya Pyramid. Fiston Kalala Mayele mzee wa kutetema. Jamaa mabega aliwaumiza tu mabega. Watu walikuwa wanatetema yani. Imeanzia uwanjani wakatetema watu, hajatosha mtani wakatetema, hajatosha mpaka kanisani wakaanza kutetema. Kama Mayele huyu mtu alitetemesha nchi. Huyu mtu yani kwa ni hivi mzee wa kutetema. Gazeti la Wamachinga tukiwa tunaelekea mwishoni limeandika kwamba CCM mguu sawa uchaguzi 2027. Kuna uchaguzi mwingine hapo. Sasa tukienda kwenye gazeti hili la Wamachinga tunaweza kupata habari hiyo ukurasa wa 3 kiundani zaidi. Uchaguzi mkuu ni uchaguzi mkuu wa Chama
unaofanyika kwa misingi ya demokrasia, nidhamu na mshikamano. Kumbe wa chama wanahitaji viongozi wengine. Basi sisi tuwatakie kila wa kuendeleza taasisi yao. Yes. Na uongozi lazima. Ndio? Yes. Kila jambo liweze kwenda, lazima pawepo na kiongozi mwenye weledi. Sahihi. Sio kila kiongozi ni kiongozi. No, wengine sio viongozi. Wengine ni watu wa maajabu. Makanjanja wengi sana. Kwa sababu makanjanja ni wengi, sisi tunawaambia bwana no. Imeisha. Lakini waziri wa fedha aifunda NBAA awataka kuandaa wataalamu. Lakini Dr. Mwigulu ateta na rais wa IFAD jijini Nairobi, Kenya. Sawa? Gazeti linaitwa Taifa Tanzania. Uzalendo kwanza. Wenyewe wanadai uzalendo kwanza lazima. Bilioni 241.6 zimetumika kununua na kusimika vifaa tiba nchini. Sawa. Bilioni 241.6. Unajua bwana, nikwambie bwana Shurimali, ndio ni sahihi kabisa. Kila wizara ina umuhimu. Kila wizara, lakini kuna wizara nyeti. Ndio. Wizara ya afya, wizara ya ulinzi. Umeona? Ndio. Hizi wizara zingine ni muhimu. Labda hizi wizara ambazo, kwa sababu afya ndio tunazungumza masuala ya chakula huko ndani, sijui nini. Hizi ni wizara ambazo zinatakiwa yani nguvu kubwa mno, sababu kama hizi wizara zikiwa zinatetereka, labda bajeti haitoshi, labda madaktari ndo kama hivyo, ndio hawatoshi, shida kubwa. Ndio. Wizara ya ulinzi, unajua hao wanajeshi ambao wanatulinda, mapolisi, vyombo vya ulinzi, migambo, hao wapewe pesa kwa wakati, mishahara wapewe ili wafanye kazi, ikibidi na bonus wakati mwingine wanapewa kuwapa ile ari ya kuendelea kulitumikia taifa. Lakini bwana, wakati tunaombea bonus, ndio bado mimi nalia na serikali pia kuwakumbuka wale walimu wetu. Safi. Walimu wetu ambao wanasababisha tupate madaktari, ndio tukupate wewe Shurimali, tupate hata hao wanajeshi, polisi, tuwapate kupitia walimu. Kwa hiyo wakumbuke walimu. Sawa bwana, kilio chako au ombi limefika. Sawa? Safi. Lakini Dr. Mwinyi kuongeza uwekezaji kiuchumi ndani ya CCM. Lakini gazeti la Taifa Tanzania hilo ukurasa wa nyuma kabisa umeandika kwamba Barcelona yatoa ubingwa wa La Liga baada ya kuifunga Real Madrid El Clasico. Wameumia sana. Habari mbaya hii kwangu. Pole. Unalia pole. Mimi ulijifanya unaweza. Afu yule bwana mdogo wa kuitwa Lamine Yamal. Wewe Lamine Yamal akufanyia ubaya. Anajeuri sana yule bwana mdogo. Mimi hajui kwamba mimi nilikotokea niko vizuri. Sio. Mwache. Mimi nilisema sitaki kuwa shabiki wa Madrid. Wala shabiki si wa Barcelona. Mimi timu yangu Arsenal. Nyumbani hapa? Sasa nyumbani hapa hamna. Nyumbani hapa maneno mengi. Mbona siku ile nilipokuja uwanjani Meja Jenerali Samuel kuna jukwaa nilikuona umekaa. Sema mimi timu yangu unaweza kaona inafungwa Kiruvia FC, unajua? Kiruvia pale championship. Mimi timu yangu ya Kiruvia FC inapiga pale championship, imeshinda kupanda ligi.
Si umesisitiza hapa mamlaka zianze kufanya uchunguzi kuhusiana na ajali zinazotokea. Na mimi nafanya uchunguzi kuhusu timu unayoshabikia hapa nyumbani. Nimeshasema Kiruvya. Ndio nitafanya, yani nitachunguza sasa kujua kama ni kweli au la. Ipo tunapambana iweze kupanda ligi. Tunapambana. Tunafanya usajili msimu ujao championship. Tutapanda pale Kibaha pale. Ndio? Tunataka kuongea na mkuu wa mkoa. Tupate timu ya mkoa wa Pwani. Mangungu afichua siri ya Simba kuendelea kuwa imara. Mwenyekiti wa wenye viti anasema wanaotaka tuzo, anasema wanaoitaka ile tuzo ya timu bora ya mwaka kwenye tuzo za BMT 2020 true kwa mwaka 2025, kwa maana waliofanya vizuri mwaka 2025 si ndio? Anayetaka ile tuzo, anayeona Simba imependelewa, basi aende akaichukue Msimbazi. Bas kwa mujibu wa Murtaza Mangungu. Bwana sawa. Sisi hatuna la ziada ndani ya viwa na viwili kabisa. Tumeangazia magazeti mengi sana, na habari ni nyingi pia ambazo tumefurahishwa nazo kabisa. Na ukiangalia habari nyingi zimegusa afya asubuhi ya leo. Zimegusa afya, zimegusa pia viwanda, kwa maana miradi mbalimbali ya kiuchumi. Sahihi. Mambo ya dhahabu, nishati, waje, hayo yote ni tunasema ni maendeleo ya viwanda. Sasa kiuchumi hayo. Lakini mimi hapa mimi Imam Shughuli Mali nikiwa mbele ya kamera ya JNTV, na ombi langu kubwa kwa serikali ambayo tumeipa mamlaka ya kutuongoza sisi, na kwa sababu hatuwezi kwenda kujazana wananchi milioni 60 bungeni wote pale bungeni pale au kwenda Ikulu. Hatuwezi kufanya hivyo. Tunatumia wawakilishi watusikie kwamba ipo haja kubwa sana ya kuhakikisha maji yanapatikana kwa 100%, ikibidi 101%. Tisha kaka. Yamekukuta? Yamenikuta. Pole sana. Usinione na ng'ara. Kwa sababu tu siku hizi teknolojia ni kubwa. Hii kamera huenda imening'arisha, lakini kule nyumbani nayo yapitia ni magumu kuhusu maji. Lakini diwani si yupo? Diwani yupo. Mwenyekiti si yupo? Yupo. Dinao wale ni dili nao au bomoa nyumba. Sababu mwenye nyumba sasa hamia kwetu kule hakuna shida ya maji. Hamna shida, vitu vidogo hivyo. Kwa hili swala la maji ni swala tunasema linapaswa kuzingatiwa kabisa kwa kiasi kikubwa. Sahihi. Maji yakikosekana, maradhi huwa ni rahisi kupatikana, kwa sababu vyoo vitakuwa vichafu. Mazingira yatakuwa machafu, yasafishwe, mbu watazaliana, UTI zitakuwa nyingi sana. Suna kama sababu tumekula vijijini kwetu kwa ndani kabisa huko. Unakuta nyumba iko hapa ambayo mnaishi. Sawa? Ndio. Ila choo unajua ipo takriban upande baiskeli nusu kilomita mpaka upande. Unajiuliza hivi wazazi walikuwa na waza nini? Sasa usiku mimi naamkaje hapo? Mimi niende huko usiku. Unakuta pale nyumbani mahindi, mmelima mahindi ni mengi. Sasa unajiuliza kutoka hapa mpaka nifike kule mpaka ukatize msitu wa mahindi. Nikikabwa. Swala la maji, ila unajua wale wazazi walikuwa na akili nyingi sana. Walikuwa wanajua kwamba tukijenga vyoo vya hapa karibu na usafi bado watu walikuwa hawajaelimika kuhusiana na usafi, itakuwa ni tabu sana. Kwa hiyo akaamua bwana, tena choo kinachimbwa ile shimo futi kama 10 kwenda chini. Ile ngoma mtapiga ile
itatumika vizazi na vizazi, haishi. Ikijaa ile pale mnaifunika, mnatia majivu na chumvi mle, yanakauka, mnaendelea na kazi, shughuli inaendelea. Kwe kaka bwana, hizo ni habari za asubuhi ya leo kwenye magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Mtazamaji wa JNTV, bado tupo ndani ya Mbiu Asubuhi, tunaangazia taarifa mbalimbali, na kama ilivyo ada, baada tu ya kutamatisha viona viwili, basi tunapata fursa ya kwenda kuangazia taarifa ndani ya Paparazzi, kutazama taarifa zipi ambazo zimejiri asubuhi ya leo kutoka mikoa mbalimbali ya nchi hii ya Tanzania bwana, si ndio? Kwa hiyo hapo nitakwenda kuungana na bwana Andrew Nehemia kwenye Paparazzi asubuhi ya leo bwana. Karibu sana bwana Andrew Nehemia bwana, tukapate kufahamu. Mimi nashukuru sana, tukameze mate kidogo, tunarejea. Ndio, sawa. Hamna break. Anasemaje jamaa? Anasemaje huko? Paparazzi hamna. Hamna. Bana hajatuma chochote.